Naam, hii ni hadithi kali kabisa inayopatikana ndani ya filamu hii inayokwenda kwa jina la Binti wa Mfalme. Hadithi hii ina mafundisho, inasisimua na inatisha, na kuna vitisho vikubwa vilivyopo ndani yake. Hadithi hii inamlenga mfalme ambaye anaongoza kwa sasa katika utawala wake, lakini anakabiliwa na vitisho na changamoto vingi na pingamizi kutoka kwa Mfalme Mbonde. Mfalme Mbonde ni mfalme ambaye amemaliza utawala wake, lakini bado anahitaji kukaa kwenye kiti. Mfalme Mbonde anatumia uchawi, anatumia mizimu na kila aina ya nguvu za ajabu kuweza kuhakikisha anampiga chini mfalme anayetawala kwa sasa. Sasa je, tuone atafanikiwa katika hilo? Twende pamoja. Tunaanza pale tulipoishia. Tuliishia hapa Ima akiwa amekitwa na mkuki katika kifua chake na kutokea upande wa pili na hatimaye kupoteza maisha. Mdoe alipambana kadri ya uwezo wake kuweza kumsaidia Ima, lakini jitihada zake ziliweza kugonga ukuta. Huku Tambwi akiwa anapambana kuweza kumfikisha binti huyu wa mfalme katika mikono salama, na maanisha aweze kumfikisha nyumbani akiwa salama usalimin. Je, ataweza Tambwi kukimbia mzimu wa Mfalme Mbonde na kuweza kumfikisha binti huyu wa mfalme nyumbani akiwa salama? Twende pamoja. Usikubali ni kuache hata sekunde katika hadithi hii inayopatikana katika filamu hii ya Binti wa Mfalme. Tunaendelea. Basi naomba usubscribe na kulike na kukomenti ili uendelee kuwa wa kwanza kupata simulizi hii. Tunaendelea pale tulipoishia. Mdoe alikimbia huku akiwa ana wasiwasi na presha kubwa baada ya kumshuhudia Ima akiwa anapoteza maisha mikononi mwake. Lakini upande wa pili anaonekana Tambwi akiwa na binti wa mfalme wanazidi kusonga mbele kuweza kufika nyumbani. Mdoe anatembea, anahisi kuna kitu kinamfuata. Anaangalia vizuri, hiki ni kitu gani ambacho kinakuja kunifuata na kuweza kunitisha mimi Mdoe? Akiwa anaangalia huku na kule, nani anayenitisha mimi Mdoe? Basi akiwa katika hali hiyo Mdoe haelewi ni kitu gani, anajiuliza akiwa bado hajapata majibu, akaamua kuweza kukimbia. Huku anaonekana Miki akiwa na Rushain baada ya kumsaidia kule alipomkuta amezidiwa. Alimsogeza mpaka karibu na nyumbani, akamwambia sasa hapa inabidi uende nyumbani ukapumzike, alafu mimi niende nikawasaidie kina binti wa mfalme. Rushain anamwambia hapana, hauwezi kwenda kuwasaidia, utakufa. Miki anamwambia wewe nenda, mimi narudi kwenda kuwasaidia kina binti wa mfalme. Basi Rushain aliondoka na kuweza kukatiza katika nyumba ili kufika katika nyumba yao. Lakini huku anaonekana kijana yule ambaye alikuwa anakata kindu. Hii ni miti ya kutengeneza ukindu, akiwa anaendelea na shughuli zake. Kijana huyu tutamfahamu hapo mbele ni nani yeye katika uhusika wake. Mdoe alikwenda akakutana na mauzauza ya Mfalme Mbonde, akaanza kupambana nayo, akaanza kuyachoma na mkuki, lakini alishindwa. Baadaye akaona bora aokoe maisha yake kwa kukimbia. Ghafla shimo linatokea. Mdoe anashangaa na kupagawa, anageuza, anarudi nyuma alipotoka, huku akionekana mtu anasogea mdogo mdogo kwa mwendo wa kunyata. Huyu ni Miki huyu bila shaka. Miki anasogea, sijui ameona nini hapa. Miki anaonekana akiwa na wasiwasi na kujiuliza ni nini alichokiona Miki. Hata mimi bado sijajua. Miki anaonekana kusogea, anasogea Miki, ghafla tunaanza kuona miguu, hatimaye tunamuona kumbe ni Ima. Ima pale alipochomwa na mkuki aliweza kupoteza maisha. Mdoe alimuacha hapa, huu mwili aliutelekeza hapa. Miki anafika na kukagua na kujiridhisha kwamba Ima amepoteza maisha. Miki pressure inazidi kupanda. Anaanza kuzidisha pressure Miki na kujiuliza ni nini hiki? Akiwa sasa anazidi kusonga mbele kuangalia binti wa mfalme ipo wapi, aweze kutoa msaada na yeye katika kumsaidia binti wa mfalme. Huku Mdoe akiwa bado anakimbia kwa kile alichokishuhudia kinamtisha, akaona msaada wake ni kuweza kutoa firimbi ili aweze kupuliza firimbi aone kama anaweza kupata msaada. Aliweza kupuliza firimbi Mdoe. Ghafla huku kinaonekana kitu kama
kinatoa ishara hivi. Ni nini hiki? Tunamuona yule kijana aliyekuwa anakata ukindu, kumbe ana silaha hii, ni kama panga, ni kama mkuki hii, sijui ni silaha gani hii, lakini inaweza kutoa ishara kadri Mdoe anavyopuliza filimbi, na hii inaweza kutoa ishara kwa kuwaka na kuzima. Bila shaka ni ishara ambayo anaiona kwamba sio nzuri hii. Anaangalia na kuona hapa kutakuwa kuna tatizo hapa. Ni nini? Je, naweza nikatoa msaada? Ngoja nikwende nikatoe msaada. Ndipo anageuka na kuangalia na kujua tatizo hapa lipo. Anachukua ngao yake na kuweza kusogea mbele ili kuona kama anaweza akatoa msaada wowote. Ghafla Mdoe ameanguka na kubingilita. Ngao na mkuki na firimbi vyote vimeanguka na kuanza kuvitafuta sasa. Ngao akaipata na mkuki akaupata. Ndipo anaanza kuitafuta firimbi yake. Mdogo mdogo anatafuta firimbi, lakini bado hajaiona, hajajua ipo wapi, hajajua ataipataje. Anaendelea kutafuta firimbi. Ni hii hapa, lakini Mdoe hajaweza kuiona. Anaendelea kutafuta firimbi yake. Ghafla, ni nini hiki? Anapokea Mdoe. Tayari mauzauza ya Mfalme Mbonde yameweza kufika. Haya mauzauza yanapoteza maisha haraka sana. Mdoe akaona hii sasa ni hatari. Ngoja niokoe maisha yangu. Mdoe aliweza kukimbia. Yale mauzauza yalionekana yanamfuata. Ghafla yule kijana anakuja kwa spidi ya 4G. Ghafla jiwe limetoka juu. Kijana huyu alianza kulipimia. Ni nini hiki? Akiwa na silaha ambayo hata mimi sijajua ni silaha ya aina gani hii. Anaanza kulipimia lile jiwe. Jiwe linakuja mbele yake huku linabingilita. Ni jiwe kubwa. Akasema subiri, tutakutana hapo kati. Huyu anakuja ameliruka. Akipita bado na spidi. Ghafla jiwe lingine amekwepa. Anaangalia, anazidi kwenda mbele. Ghafla karusha mkuki. Umekwenda kupiga pale. Umerudi mkuki akaukamata. Ni nini hiki? Hata mimi bado sijaelewa vizuri. Anaendelea kwenda kwa spidi. Anasema leo nakuja huko. Sijajua anakwenda wapi. Ghafla Mdoe amekutana na nini sijajua hapa. Jiwe, ghafla jiwe. Mdoe kapigwa jiwe. Yule kijana anakuja shimo, ameruka. Anaendelea kwenda. Sijajua. Ghafla mkuki wa Mdoe unavutwa hewani. Ghafla ngao nayo inachukuliwa, vinapaishwa angani. Ni nini hiki? Silaha zake zinaanza kupaishwa juu. Mdoe akaona hapana, ngoja miguu nisaidie. Yule kijana amekimbia, ghafla akafika hapa. Akafunga breki, utafikiri cruiser hii. Anaangalia ni nini hiki. Akasema ngoja hapa si salama. Akaendelea kwenda kuona ni nini hiki. Anazidi kusogea mbele, lakini kufika hapa machale kama yalimcheza hivi na kuona eneo hili si salama. Aidha kuna taharuki hapa tayari imeshatokea katika eneo hili. Akaanza kuwa makini zaidi na kuanza kuangalia huku na kule. Ghafla akahisi kitu. Akaangalia chini, akakuta ni ile filimbi bila shaka aliyoiangusha Mdoe. Ni yenyewe. Akaona huyu aliyekuwa anapuliza hii filimbi yupo wapi? Ni mzima ama kimeshamkuta chochote kibaya? Akasema ngoja kwanza wewe na kuchukua. Ngoja nisonge mbele. Anazidi kusonga mbele akiwa anazidi kwenda kuangalia ni nini. Bado hatujamfahamu huyu kijana ni nani. Mdoe katika tembea yake ghafla akakutana na mauzauza. Ikabidi ajifiche kwanza. Akakuta kichuguu hapa cha mchwa, akasema wewe utanisaidia. Mdoe kabidi abane hapa, hata kupumua kwake ikawa ni shida. Maana akipumua tu amekwisha. Yale mauzauza ya mzimu wa Mfalme Mbonde yaliweza kusogea na kuondoka kabisa. Ndipo Mdoe akahema, akasema nimeokoka tena. Mungu bado yunami. Mdoe aliweza kutoka na kuelekea bado anapoelekea. Sijajua kama anarudi nyumbani ama anaelekea wapi. Huku Tambwi akiwa na binti wa mfalme wanatembea, ghafla jiwe. Tambwi akalipangua, hajakaa vizuri, jiwe jengine. Tambwi akalangua na ngao yake imeanguka pamoja na mkuki. Binti wa mfalme akiwa ana wasiwasi, jiwe jengine hilo linabingilita linamfuata Tambwi. Tambwi anaingia hatarini. Tambwi anaingia hatarini. Tambwi akalikwepa. Jiwe likapitiliza. Binti wa mfalme akiwa na wasiwasi anaona ni nini hiki. Mbele yake ghafla ukatokea mauzauza ya Mfalme Mbonde.
ule mzimu wa Mfalme Mbonde ukamtokea binti wa mfalme. Ni nini hiki? Anakwenda kufa sasa. Binti wa mfalme anakwenda kufa sasa. Unatokea mkono wa ajabu unakwenda kumkaba binti wa mfalme. Tambwe anaangalia, nitafanya nini hapa? Binti wa mfalme haiwezekani afe mbele yangu. Akachukua mkuki. Sijajua ni nini kilichoendelea hapa. Aliweza kumzuru au la? Basi usikose katika sehemu ya 3 ili kuweza kujua kwamba ni nini kilichotokea. Binti wa mfalme ndiye tamati yake ya maisha imefikia hapa au la? Usikose kuwa na mimi katika sehemu ya 3. Na je, kama ataendelea kuwa mzima, ataweza kufanikiwa Tambwe kumfikisha nyumbani salama binti wa mfalme, ama ni nini kitakachoendelea kutokea hapa? Naomba usikose katika sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri inayopatikana katika filamu hii ya Binti wa Mfalme.